Naomba maelekezo yashuke mpaka level ya zahanati. Mtaalamu wa afya ni marufuku kutumia lugha za kuuzi kwa wagonjwa wetu. Wataalamu wa afya, ma-DMO, naomba sana mshuke, ongeeni na madaktari wetu. Kama daktari ana stresi akaziache nyumbani. Huyu mama ana ujauzito wake, anakuja kupata utaalamu, apate ushauri wa kitaalamu katika mazingira alionayo. Ujauzito sio ajali, ni kwamba anakuja kliniki mara kwa mara, unazungumza naye. Kwa hiyo tusiende tukatoa zile lugha za kuudhi kwa wagonjwa wetu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa mkali sana kwenye eneo hili. Kama huwezi, ukae pembeni, tuajiri mwingine aweze kutusaidia katika eneo hilo. Tusiende kutoa lugha za kukera. Tusiende kutoa lugha za kukera kwa watu wetu. Mheshimiwa mbunge pamoja na diwani huyu wametoka kuomba kura juzi tu. Kwa hiyo wana mawasiliano ya moja kwa moja na wananchi. Namba zao za simu ziko kule. Wanapigiwa simu wanaambiwa. Kwa hiyo kuna namna tu tutayapokea kutoka maeneo mbalimbali. Tutapata feedback, tutapata mrejeo kutoka kwa wananchi, aidha kupitia kwa mwenyekiti, tutapata kupitia kwa mbunge, tutapata kupitia kwa diwani, kwamba kuna eneo fulani kuna mwananchi ameenda kupatiwa huduma lakini amefanyiwa unyanyasaji. Hatuwezi kuvumilia katika hilo. Yako maeneo ya kuvumiliana, lakini swala la customer care, swala la kuongea lugha zinazotakiwa za kitaalamu, lugha za kitabibu katika eneo letu la afya. Na mimi mwenyewe ni daktari, kwa hiyo najua namna ya kuongea na mgonjwa. Kama eneo hilo lina upungufu kwako, mwambie kabisa kwamba sasa naomba nikutafutie utaratibu, tukutoe katika kituo cha afya, nikupe referral uende sehemu ambayo utatibiwa na mambo yatakwenda vizuri. Tusitoe lugha za kuwauzi wananchi. Wananchi hawa ndiye nguvu ya serikali na wanalipa kodi kila siku endao kwa Mungu. Iungilo safi. Katika eneo la ajira na upungufu wa wataalamu, sio sisi tu peke yetu ambao tumeliona. Mheshimiwa Rais mwenyewe kwa maono yake akaahidi katika zile siku 100 tutaajiri wataalamu katika eneo la elimu 7,000, lakini katika wataalamu afya 5,000. Kwa hiyo na Njombe ni wanufaika wataalamu wale. Kwa hiyo RMO upo hapa, angalia mapungufu katika maeneo ya peripheral, kwa sababu huko ndo tunahitaji sana huduma ziweze kutoka za kutosha, ili tusiwapeleke sana wagonjwa mjini kwa yale ambayo tunaweza tukayamudu katika vituo vyetu vya afya. Tumekuwa tuna discourage sana referral ambazo sio za lazima, kwa sababu kama utamuondoa hapa ukaenda kuongeza idadi tena ya wagonjwa kwenye hospitali nyingine labda ya referral wilayani, unaenda kuongeza foleni ndefu. Kumbe lile jambo huyu angetibiwa hapa nyumbani karibu na kwake, akatoka kituo cha afya akaendelea nyumbani, akaendeleza uchumi wake, akaenda kufanya kazi zake. Kwa sababu nimeambiwa wana Iungilo ni wachapakazi kweli kweli na mnapenda kazi kweli. Hongereni sana na Mungu awabariki sana.